Niko na mambo mengi ya kuzungumuza na huenda nikakosa kufundisha jinsi umezoea kufundishwa, lakini natumai utachukuliana tu nami, kwa sababu ninaamini at the end of the day kuna kitu ambacho kitakuwa kimekujenga. Haleluya. Amen. Na kwa sababu kuna vitabu na kuna mambo mengi ambayo tutazungumuza, hii ni jambo ama hili ni neno tu la kuweka msingi wa siku ya leo. Amen. Amen. Na katika kitabu cha Waebrania mahali ambapo tumesoma sura yake ya 6, maandiko yanatuambia kwamba kwa sababu hiyo, na ukisikia jinsi maandiko yameanza kusema kwa sababu hiyo, unaweza jiuliza ni kwa sababu gani? Amen. Amen. Kwa sababu imeanza tu kwa sababu hiyo, na hatujui ni kwa sababu gani ambayo mwandishi anazungumzia. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kuna mambo ambayo yamezungumziwa katika sura ya 5, alafu ndiposa ufike katika sura ya 6, na ndiposa mwandishi anaanza na kusema kwa sababu ya hayo ambayo nimewaambia kwa sura ya 5. Haleluya. Amen. Kwa hivyo katika hii sura ya 6 ukitaka kuelewa vizuri, lazima ufahamu ni kitu gani ambacho huyu mwandishi alikuwa anazungumuza, na ndiposa akasema kwa sababu ya hayo nilikuwa ninazungumuza, ndio upate kufahamu na ndio upate kuelewa. Na jambo ambalo linaendelea hapa katika hicho kitabu cha Waebrania sura ya 5, kuna kitu ambacho mnenaji ama mwandishi anawaandikia Waebrania na anawaambia, na hili jambo ni kuhusu kanisa. Haleluya. Amen. Anaandikia kanisa hii barua, na kuna malalamishi ama kuna mambo ambayo huyu mnenaji anataka kanisa itekeleze, anataka kanisa ifanye. Na katika sura ya 5 hatutaisoma, lakini labda nitapitia tu ili uelewe. Anazungumzia kuhusu Wakristo ambao waliokoka zamani, na kwa sababu waliokoka zamani, kuna dalili ya kwamba hakuna hatua ambazo hawa Kristo baada ya kuokolewa wamezichukua. Na anapeana mifano kati ya vyakula viwili, kati ya mifupa na maziwa, na anaeleza vizuri ya kwamba maziwa ni kwa watoto na mifupa ni kwa watu wazima. Haleluya. Hiyo sura ya 5 labda tusome kidogo ndio tuelewe. Hebrew chapter 5